Tukio la Februari 19 mwaka 1913 ni siku ambayo Mexico ilikuwa na marais watatu tofauti ndani ya saa 24. Katika kilele cha mapinduzi ya Mexico, Rais Francisco Madero alipinduliwa. Hii ilifanya mapinduzi hayo yaonekane ni ya kisheria. Waziri wa mambo ya nje wa wakati huo, Pedro Lascurain, alichukua kiti cha urais. Lakini usidhani alikuwa na mpango wa kutawala muda mrefu. Kazi yake ilikuwa ni moja tu, kumteua kiongozi mpya wa mapinduzi ambaye alimchagua Victoriano Huerta kuwa waziri, kisha yeye kujiuzulu mara moja ili Huerta awe rais. Rekodi zinasema Lascurain alikaa madarakani kwa kati ya dakika 15 hadi 45 pekee. Aliingia, akaapishwa, akateua, kisha akajiuzulu na kurudi nyumbani akiwa rais wa zamani kabla hata chai yake haijapoa. Hali hii ilitokana na katiba ya Mexico wakati huo. Katika historia yake, Mexico imekuwa na zaidi ya marais 60. Tofauti na nchi nyingi, nchi hii ina utaratibu mkali wa no re-election, yani rais anapotawala kwa muhula mmoja tu wa miaka 6 haruhusiwi kabisa kugombea tena maishani mwake. Hii ikafanya nchi hiyo kuwa na mzunguko mkubwa wa viongozi tangu mapinduzi yalipotulia mnamo mwaka 1917. Dakika 45 za urais. Je, ingekuwa ni wewe ndiye Pedro umechaguliwa kuiongoza nchi yako, ungelifanya nini ndani ya dakika hizo chache ambazo umeapishwa? Hivi sasa Mexico inaongozwa na rais mwanamke, na katika historia ya taifa hilo Claudia Sheinbaum amekuwa rais wa kwanza mwanamke baada ya kuchaguliwa kwa kishindo katika uchaguzi uliofanyika Jumapili ya Juni 2 mwaka 2024.